tulifurahi Bwana kufai kwa kuwa kutumbia mambo makuu. Bwana kweli ametenda mambo makuu katika maisha yetu na katika juma hili. Tulikuwa tukifurahi na sasa furahi. Tunaalikwa tuwe watu wa shukrani, watu wa asante kwa yote ambayo Mwenyezi Mungu ametendea. Tumekuja kusaidia mjalie moyo wa shukrani, moyo wa asante katika kusaidia katika Mungu akubariki sana. Amkamia Mwenyezi. Amen.
tazama, nitatenda neno jipya sasa, litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitalifanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Wanyama wa kondeni wataniheshimu, mbweha pia na mbuni, kwa sababu nimewapa maji jangwani na mito nyikani, ili kuwanywesha watu wangu, wateule wangu, watu wale nilioniumbia nafsi yangu, ili wazitangaze sifa zangu. Neno la Bwana. Na ulimi wetu kelele za furaha. Ndipo alisema katika mataifa,
na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo. Haki ile itokanayo kwa Mungu kwa imani, nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikiimarishwa na nimekwisha kufika na nimekwisha kuwa mkamilifu, la bali nakuwa na ukaza mwendo, ili nipate kushiriki, ili kwenda mbele kwa ajili yake. Nimeshikwa na Kristo Yesu. Ndugu, sijidhanii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, niyashike yaliyo nyuma, niyashtumilie yaliyo mbele. Na kaza mwendo, nifikirie mbele ya thawabu ya mwisho ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Neno la Bwana. Nao wakasema neno hilo wakimjaribu, ili wapate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu akainama, akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia uongozi, akajitega akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Akainama tena, akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao walipojisikia wakashikwa na dhamiri, nao toka moja wakianza tangu wazee hata wa mwisho wao, akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Yesu akajua asimuone mtu ila yule mwanamke,
Akamwambia, mwanamke, wako wapi wale waliostaki kwa sababu wako? Hakuna aliyehukumu kuwa na hatia. Akamwambia, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu. Enenda zako, wala usitende dhambi tena. Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Jumapili inajulikana kama Jumapili ya mateso, na Jumapili ya mateso, kwa nini mateso? Jibu rahisi tu, nyuma ya mateso kuna utukufu wa Mungu. Nyuma ya mateso kuna mafanikio. Nyuma ya mateso kuna furaha kubwa. Nyuma ya mateso kuna uzima wa milele. Leo kwa kanisa anatualika tafakari na tuone sifa za Mungu wetu. Sifa za Mungu wetu kwa wanadamu. Hakika Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Kila wakati Mungu ni mwema. Hakika Mungu ni mwema. Mungu ni mkuu. Na wema wake unaonekana kwa wanadamu. Mungu ametenda mambo makubwa na ametenda mambo makubwa. Yake kufurahi. Kwa kuwa wema kwa Mungu ulionyesha katika matendo yake kwetu sisi. Akaumba ulimwengu, akatusimika sisi, na bado ameendelea kuwa nasi katika maisha yetu. Ametupigania na anatupigania, anatuongoza, anatokea huduma, ametuongoza katika mazingira ya ajabu sana. Kama kila mmoja anakuwa mwaminifu, atafakari na kufikiria Mungu aliyotendea, hakika hata kwa basi kaogopa, kwa kuwa Mungu amesema kwa sana. Mungu amesema kuwa katika taifa letu, lakini Mungu amesema kuwa kama wewe katika maisha yako. Mungu amekuokoa, Mungu amekupigania, Mungu amekusaidia. Leo mwenzetu mmoja anamshukuru Mungu baada ya matendo yake ya huruma kwa mtesi wangu, anakuwa maisha yake. Hiyo ni mmoja tu, lakini wako wengi wanaoelewa na katika ametenda mambo makubwa na wasaidi. Ameongoza mpaka njiani, ametengeneza njia katika bahari, katika maji makuu atafanyia barabara ya kuja. Huyo ni Mungu wetu ambaye ametenda makubwa na ametenda makubwa. Angalia katika somo la Injili, angalia katika somo la Injili, huyu mwanamke ambayo ilikuwa haki yake kwa mila, desturi, amri za Yahudi na Torati ya Musa afe, lakini Yesu anamuokoa. Tena anamuokoa Yesu. Kasoma wale waliomkimbiza, wale wanamuua, wote wameondoka, wote wamekimbia, anabakia na Yesu. Alisema Yesu kwa mwanamke, usitende dhambi tena. Bwana anakuokoa, Bwana anakupenda makuu. Ndugu zangu,
Ni mangapi Mungu amekutendea wewe? Ni mangapi Mungu amekupigania? Ni mangapi Mungu ameonyesha upako kwako? Kwa nini usimrudie sifa? Kwa nini usimrudie sifa wetu siku hizi na siku zijazo katika maisha? Ndio maana katika somo la pili Paulo na mfano Paulo tamjua Paulo, historia ya Paulo. Alikuwa mtu mbaya sana, dhalimu, muuaji, mtesaji. Lakini leo Paulo anazidi kusema kwamba anasema sio kama amefika, sio kwamba amekamilika, lakini anashuhudia, anayo furaha kubwa, tena kubwa, kumpata kumwona Yesu. Anahesabu yote si kitu, yote si kitu, tena kama mawe akilinganisha na ule uzuri usio na kiasi wa kumpata Yesu. Paulo amegundua ukubwa, uwema, uzuri wa Yesu. Anasema kila kitu kama biashara, kama ujinga, kama mawe, kitu kibaya kwa kumpata Yesu. Na mara nyingine anasema kwamba nimechelewa kumjua Yesu. Anasikitika kwa nini amechelewa kumjua Yesu. Baada ya kuona matunda, baada ya kuona uzuri wa kumpata wa kumjua Yesu, leo tunaalikwa tutafakari makuu ya uzuri wa Mungu, wema wa Mungu kwetu sisi. Ingawa salamu mara nyingi tunasahau wema wake, tungetambua wema wa Mungu, tungejua Mungu anatutendea anatufanyia. Aisee, tungekuwa tunakisha kanisani kumpa sifa na Mungu, tusingekuwa kusingizia hata mara moja kwa kuongea Mungu kwa nguvu sana, tusingekuwa kusingizia kwa kupenda ibada, ila tumefichwa, hatujafunguliwa bado, unaona kama kawaida, lakini Mungu ametutendea mambo makubwa sana, mambo mazito, mambo ya ajabu. Mungu amefunika yote mabaya yetu, pamoja na makosa yetu, pamoja na madhambi yetu, pamoja na udhaifu wetu, lakini bado Mungu anatupenda. Sasa kwa nini wewe kama unataka leo kwa Bwana Mungu anataka kurudi kwa Bwana Mungu anataka kama makubwa, tulikuwa tukifurahi. Leo anabidi kufurahi kwa mazuri makubwa aliyotoa Mwenyezi Mungu. Angalia hukumu za Mungu zenu, angalieni hukumu za Mungu zilizokuwa yakirudia zaidi mpaka haki, hata mazoea. Maana Wayahudi wanapokuwa na hiyo aliyokubaliwa ni kukomaa mpaka afe, lakini Yesu anaokoa. Yesu ni zaidi ya haki. Yesu ndio mastahili ya sisi. Yesu ndio Mungu sana. Na wale waliokwenda kumwabudu mwanamke watakufanywa, ataambia asiyekuwa na dhambi miongoni mwenu, asiyekuwa na dhambi miongoni mwenu, asiyekuwa na dhambi miongoni mwenu wanaume, asiyekuwa na dhambi miongoni mwenu wanawake, anapanga kumkumbia hiyo dhambi. Tunaambiwa walishikwa, waliguswa na dhambi zao. Dhambi aliyofanya watangalia na wamefanya sana, wametenda mara nyingi sana,
kila tendo hesabu. Leo unatoka kumhukumu huyu mwanamke kwa kuwa tu amekwamiwa, kwa kuwa sherehe na kuanzisha mawe makubwa ili wakumue, na ndio wote wanatuma mawe kuanzia mzee wa mwisho mpaka wa kwanza, wataondoka zao kwa mapato ya mwanamke. Angalieni Yesu anavyofanya mambo. Na Yesu mmoja wake hakuna aliyehukumu kwa hatia, hakuna aliyehukumu kwa hatia. Akabaki na Yesu anambia usitende dhambi tena. Tena anaambia kwa upendo, kwa unyenyekevu, kwa utulivu. Yule mama alifanyika sana baada ya kuokolewa katika na Yesu. Ni Yesu anayetuokoa katika vifo, ni Yesu anayetuokoa katika majanga, ni Yesu anayetuokoa katika mabalaa. Ni Yesu, ni Mungu anayeweza, sio kwa ajili yako wewe, sio kwa ajili ya ndugu zako wewe, sio kwa ajili ya utakatifu wako wewe, sio kwa ajili ya wema wako wewe, bali ni Mungu, ni Yesu anayetenda yote katika wewe. Na ndio maana umekuwa kama hivyo ulivyo. Wewe ndio Mungu. Tujifunze kwa Yesu, tujifunze kwa Mungu, huruma yake, wema wake na upendo wake. Mara nyingi wanadamu tunapitisha hukumu hata ya kifo, hata kuoa, kana kwamba wewe hauna dhambi. Mara nyingi kwa hukumu watu sana, tunawajengea watu mbaya kwa hukumu za kibinadamu, kwa hisia zetu, kwa maono yetu. Angalieni hukumu, angalieni moyo wa Yesu. Na mbaya zaidi, sisi wengine tunaohukumu watu, sisi wenyewe tumebobea katika dhambi kama hizo. Sisi ambao tunahukumu watu, tunapitishia hukumu, sisi wenyewe tumebobea, sisi wenyewe ni walimu katika makosa, mapungufu na dhambi kama hizi. Angalia hukumu zetu, angalia hukumu zetu. Umehukumu zako mara ngapi? Umehukumu zako mara ngapi? Umemtia akili zako mara ngapi? Umemfuka zako mara ngapi? Lakini angalia hukumu ambayo umepitisha, hatia ambayo umepatia mtako, wewe haujafanya, wewe haujatenda. Tumezoea kwa kuwa wewe mzinzi, rahisi sana. Mungu wewe, rahisi sana. Lakini kumbe mwenyewe ni Mungu, ndio mwenyewe mzinzi. Hebu kanuni ile inauma, wakati mwingine inaumiza. Hata yule mdhambi wa kutupwa na yeye anatoa hukumu. Mfano muone mzinzi, tena uzinzi wake amefanya bahati mbaya tukakamata au bahati mbaya. Lakini wewe unafanya uzinzi usiku na mchana, wasiwasi. Hata yule mwenye uchumba anamhukumu mtu mwingine alionekana amefanya kosa, wakati wewe unafanya kosa ile usiku, mchana, jioni, wasiwasi. Lakini huyu mtu anasikia bali yako, mshika bango, angalia
mke wangu, nitamfukuza, ataondoka. Wewe unajisema wewe. Wakati wewe wengine umejengea nyumba mpaka kinanda umejengea nyumba wewe, mtawapi? Tumsifu Yesu Kristo. Hata wewe unajua kusema hiyo. Wewe una mtoto. Una watu wengine. Unapenda nini? Unapenda nini? Unamsaidia tu. Unamsaidia tu. Hata kama unamsaidia. Na unamkishia. Nitakwenda wewe kwa kumsaidia, lakini wewe una mtoto wewe. Mtoto na watoto wao wanaweza mpaka nyumba, unapata msaada kidogo. Kwa wanawake wengine kwa sababu sio ndoa, lakini huyu kwa kumwona tu unamnyanyasa, unamweleza, unamsema, unamkana, unamtishia kuondoka, unaambia wanafunzi wake, ndugu zake, chukua hizo wewe hujamfundisha, hujamfunza. Wewe unasema hivyo wewe. Wewe unasema hivyo wewe. Wewe unasema hivyo na unasema hivyo wewe. Umesema kama madhambi yako ni wazi, lazima kukemea, kuonya, kufundisha, lakini sio hivyo unavyofanya wewe. Sio hivyo unavyofanya wewe. Ushuhuda kama wewe umezini, umefanya makosa, mtoto, ushuhuda nyumba. Wewe ndio watu Pasaka Makagera ulikuwa mwana, ulikuwa mwana. Lakini leo unamsikia mambo kwa au jirani mbaya, mzambi, watu wote wanajua, wanafahamu. Sasa angalia, umefanya mwenzako akose raha, akose amani, asembee, anafuraha tena kwa ajili ya kumfanyia tu, lakini wewe barabara kutiwa kumbano malamu na wakati mwingine huku jana nyumbani kwa kuko kwa basi wewe so kwa nini mama kuona hiyo? Kwa nini mama kuona hiyo? Hakuona hiyo. Lakini nilikuwa afanye hivi. Ile kusikia tu. Hakuna. Tuwe na hekima na usawa. Tuwe na huduma na upendo. Kama upendo wa Yesu. Wa kumwokoa mwenzako ni wewe, sio kumuumiza. Ukama unalala na wewe kwa ndani. Kwa nini hukumu? Sheria ya Wayahudi wanataka kama hiyo akuwe mpaka. Lakini wewe unaua, tunaua. Unapoua dhamiri ya mtu, unamtesa, huo ni uwaji. Unapomnyima mtu, unamuua. Unataka kuelewa na sio kuelewa. Juu ya sifa mbaya ambayo umeipata. Sifa mbaya ya mtano kwa nini? Kwani asema na dhambi au kwanza kumtupia hiyo, wote wanatembea. Hata wewe unatupia hiyo mwenzako, unatupia hiyo kaka. Au jirani yako. Io
kwa mke wako, kwa mume wako, kwa mtoto wako, kwa rafiki yako, kwa mwankanisa. Hapana. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Na sisi tunapaswa kuwa wema kila wakati. Sema nao. Mafarisayo walimfumania mwanamke mzinzi na kumpeleka mbele ya Yesu ili amhukumu. Yesu alimhurumia na kumsamehe kwa kuwa washtaki wake wote walitenda dhambi vile vile, wala hawakuwa na haki ya kumhukumu mwenzao. Bwana, Bwana Yesu, udhaifu wetu wa binadamu na kuunganisha kuzuia dhambi, tuangalie udhaifu wetu na kusamehe makosa yetu ya udhaifu wetu. Bwana,
ukaribishe kwenye makao ya uzima wa milele. Ee Bwana, watu wanamhukumu mtu kadiri ya matendo anayofanya, lakini wewe unasoma moyo wa mtu. Utusaidie tusimhukumu mtu kadiri ya kipimo chetu cha binadamu. Ee Bwana, sisi sote tukosefu, kwa hiyo hatuna haki ya kuhukumu mtu. Utuwezeshe kuwatendea wenzetu haki badala ya kuwahukumu. Ee Bwana, tuonyeshe kwamba msamaha unaweza kumbadilisha mtu tabia. Utuonyeshe njia ya kuwasamehe wote waliokukosea. Ee Bwana, kila mmoja aongeze maombi yake binafsi. Ee Bwana, tunaombayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Hey!
wakiwa na hawa ambao wanaonyesha imani kwako, matumaini kwako, kwa kuwakumba na kwa kuchatika leo. Baba, walikuwa wakarimu kwako, mtaji, sadaka na ndoa. Nakuomba Baba, kuelekea sadaka hii na ndoa haya, ibadi Baba, ukawasamehe makosa yao, dhambi zao, ukawarejeshe katika mema na mazuri, na ukabariki maisha yao. Na Baba, Yesu ya Baba, na Mwana na Roho Mtakatifu, tukushukuru sana daima. Amina.
Mungu wako umesimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusifu unyenyekevu ili tukuteke mwenye ndani ya Kristo. Tukusanya Roho Mtakatifu kwa jamaa. Bwana, ulikuja risala yako kwa duniani. Ulikamilisha katika mapendo pamoja na Baba wetu Francis, askofu wetu mteule Stefano Lamidi Mtoma na wakuu wote. Kwa kumkemea ndugu zetu wa dunia kwa kutoa mfuko kwa pekee anayetimiza kwa pamoja kama duniani Julius Mfano na mwalimu wote waliokuja kwa kwenye uso na kuomba utulizi sote pamoja na Maria Bikira mwenye wa Mungu na Mtakatifu Yosefu na Bikira mitume yetu na Mtakatifu wote waliopendeza na kukali tustahili kushiriki uzima milele na kumkuza kwa jama la Yesu Kristo. Njia yake pamoja naye na ndani ya wewe Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Mtakatifu unapata heshima yote na utukufu milele na milele.
hakuna aliyekuhukumu kuwa hako hatia. Hakuna wala mimi sikuhukumu. Ila zako usikie dhambi tena. Katika furaha na amani waweze kufanya maisha hapa duniani na Baba wetu kuyapata na maana na roho ishuke na ukaa hadi daima.